Aliye karibu nawe na umwambie karibu katika neno lake Mwenyezi Mungu. Karibu katika neno lake Mwenyezi Mungu. Nenaji atakuwa anazungumza nasi kuhusu uzuri wa neema ya Mungu. Mwambie mnenaji atakuwa ananena nasi kuhusu uzuri wa neema ya Mungu. Mnenaji atakuwa ananena nasi kuhusu uzuri wa neema ya Mungu. The beauty of the grace of God. The beauty of grace of God. Unajua, wakati mwingine tunapoongea kuhusu neema, watu wengine hawaelewi neema ni nini. Neema ni kibali ambacho mwanadamu anapata kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambacho hastahili kupata. Haleluya. Amen. Mimi na wewe tunapata kibali kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yes. Kibali ambacho hatukustahili kupata. Lakini kwa sababu ya neema tunapata hicho kibali. Haleluya. Amen. Katika jamii ya wana wa Israeli waliongozwa na watu tofauti tofauti, wakaongozwa na makohani, wakaongozwa na manabii, na ikafika wakati wakaongozwa na mfalme wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa Sauli. Yes. Na Sauli alikuwa na kijana ambaye alikuwa anaitwa Jonathani, naye Jonathani alikuwa na rafiki yake alikuwa anaitwa Daudi. Haleluya. Ningependa ukaweze kuliangalia lile picha ili tukaweze kutembea pamoja katika ujumbe. Haleluya. Sauli ako na kijana anaitwa Jonathani. Jonathani ako na rafiki yake ambaye anaitwa Daudi. Na kwa hivyo Daudi akawa na urafiki na yule kijana wa Sauli ambaye alikuwa anaitwa Jonathani. Wakawa wanaishi pamoja, wakawa wanaishi wanapendana. Na katika ile hali Daudi pamoja na Jonathani wakaweza kuwa marafiki, wakaweza kuwa na angano. Haleluya. Na wakati ukafika, ukisoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza kifungu kile cha mwisho, utaona ya kwamba Sauli anakufa pamoja na kijana yake Jonathani, wanakufa katika vita. Na kijana wa Jonathani ambaye anaitwa Mefiboshethi anaachwa ni kama ana mtu wa kumtunza, anaachwa ni kama ana mlezi, maana wazazi, babu yake Sauli ameweza kuaga, baba yake pia ameweza kuaga katika zile vita. Na kwa hivyo Mefiboshethi anaachwa akiwa pekee. Ziba yeye alikuwa anamtunza Mefiboshethi. Nataka ukaelewe ni hili picha. Wazazi wa Ziba wameweza kuaga, Sauli ameaga, Jonathani ameweza kuaga, na sasa Mefiboshethi ameachwa mikononi ya mlezi wake ambaye ni Ziba. Wakati ambapo wanakimbia, Ziba anaumia miguu yake ikiwa miwili. Nataka uone ili taswira ama ili picha. Ziba ameweza kuumia miguu yake. Kwa hivyo kwa neno lingine, yeye ni mlemavu, hawezi kutembea vizuri. Katika hiyo hali sasa, mfalme Daudi anauliza, je, kuna mmoja ambaye amewachwa katika nyumba ya Sauli nikaweze kumpenda mema kwa ajili ya Jonathani? Haleluya. Ili ni picha yake Mwenyezi Mungu anauliza, unapitia mambo magani? Ni yapi ambayo unapitia? Unaona ni kama Mungu amesaulika nawe, umepitia katika maisha. Daudi anauliza, ni nani ambaye amebaki katika ile nyumba nikaweze kumtenda mema, nikaweze kumuonesha kindness? Mema ni kindness. Wengi wamepitia katika changamoto za maisha, wengi wamepitia mambo magumu, wengi wamekosa kazi, wengi ndoa haziendi vizuri, watoto hawaendelei vizuri, mahusiano hayaendelei vizuri. Mfalme
ambaye ni Yesu Kristo anauliza, uko wapi nikutende mema? Haleluya! Yesu anauliza siku ya leo, uko wapi nikakutende mema? Katika siku hizo Mefiboshethi hakustahili kuonyeshwa mema. Kwa nini? Kwa sababu hizi zilikuwa ni falme mbili. Kuko na ufalme ambao ulikuwa ni wa mfalme Sauli na kuko na ufalme wa Daudi. Na katika haya mambo yote, kama mtu angekuwa mfalme, angeangalia wale wengine ambao ni wafalme wa upinzani, ili akaweze kuwamaliza, ili akaweze kuwaua, ili wasije wakaleta opposition katika ufalme wake. Lakini Daudi hakufanya hivyo, hakuweza kufanya hivyo. Alikosa kufanya hayo kwa sababu alikuwa ameweka angano na Jonathani ya kwamba ataweza kumlinda, ya kwamba atakuwa rafiki yake milele. Haleluya! Mefiboshethi hakustahili kuonyesha uzuri, maana alikuwa wa ufalme wa mfalme Sauli. Lakini Daudi anauliza, ako wapi nimtende mema? Kupitia kwa damu ya Yesu Kristo tunatendewa mema na Mungu. Haleluya! Kupitia kwa damu ya Yesu Kristo Mungu anatutendea mema. Katika kitabu cha Wathesalonike wa pili kifungu cha 3 mstari wa 3, Mungu ni mwaminifu. Paulo anaongea na kanisa ya Wathesalonike, anasema ya kwamba Mungu ni mwaminifu, na Mungu ni mwaminifu katika angano lake na ahadi zake katika maisha yetu. Amen. Utaweza kusomea pale. Lakini Bwana ni mwaminifu, atakaye wafanya imara na kuwalinda na yule mwovu. Amen. Haleluya. Amen. Lakini Bwana ni mwaminifu. Ni kweli umepitia katika changamoto nyingi, ni kweli umepitia katika mangumu, lakini ni mpendo, nimekuja siku ya leo nikuambia ya kwamba Mungu ni mwaminifu katika mambo yote. Haleluya. Ukiangalia katika ndoa unaona kushindwa, ukiangalia watoto unaona kuangamia, ukiangalia biashara unaona iendelee vizuri, ukitazama kazini mambo hayaendi sawa, ukajua ya kwamba Mungu ni mwaminifu katika maisha yako. Haleluya. Just continue to trust in him. Endelea kumwamini, endelea kumtumainia, endelea kumtazama, na hakika atakutendea mema. Haleluya. Baada ya Daudi kuuliza Ziba maswali haya, Ziba anamjibu, ni kweli Jonathani ako na kijana na ni mlemavu, na isitoshe Ziba anazidi na anasema, huyu kijana niliyeacha nimtunze hayuko nami kwa sasa, lakini ako mahali pengine, mahali ambapo panaitwa Lo-debar. Ambia mwenzako Lo-debar. Badala ya Ziba aseme kwa urahisi ama kwa haraka, ako karibu nami, maana yeye alikuwa ni mlezi wake, anaambia mfalme Daudi, ni kweli Jonathani ako na kijana, na huyu kijana ni mlemavu, hawezi kutembea, lakini hayuko mahali hapa, ako katika Lo-debar, katika nyumba ya Makiri. Lo-debar inamaanisha jangwa. Lo-debar inamaanisha
mahali ambapo hakuna maji, mahali ambapo hakuna malisho, mahali ambapo ni pa kulemewa, mahali ambapo hakuna kuendelea. Huyu mtumishi anaitwa Ziba anasema ya kwamba huyu kijana Mephibosheth ako katika Lo-debar. Nimekuambia ya kwamba Lo-debar inamaanisha ni mahali ambapo ni pakaukiwa, ni mahali ambapo mambo hayaendelei vizuri, ni mahali ambapo ni pa upweke, ni mahali ambapo watu hawafanikiwi. Lo-debar. Baada ya Ziba kusema hayo, mfalme anasema aende akaletwe. Katika maisha yako, ukiangalia nyuma, ukitazama mbele, unaona hauendelei, ni kama umesimama mahali pamoja, mahali pa upweke, mahali ambapo ndoa haisongi vizuri, mahali ambapo biashara ni kama imekwama. Ukiangalia watoto hawaeleweki vizuri, ukiangalia hata maisha yako ya kiroho ni kama yanafifia, unaona ni kama uko mahali ambapo ni pa Lo-debar. Siku ya leo nimekuja mpendwa, nikakutie nguvu na nikakwambia ya kwamba mfalme anaitana. Haleluya! The king is calling you from Lo-debar to his palace. Haleluya! Mfalme anaitana. Haijalishi umepitia mambo magani, haijalishi umetukana kiwango gani. Ni kweli unaweza kuonekana ukiwa mnyonge, lakini mfalme Yesu anaitana. Hata kama uko Lo-debar, Mungu anakuhitaji. Haleluya! Geukia aliye karibu nawe, mwambie from Lo-debar to palace. Haleluya! Kutoka mahali hapo pa kufinyiliwa, maisha yako ukiangalia mpendo, unaona unafinyiliwa, unaona haujielewi, unaona ni kama umeachwa, unaona uko pekee, ni mahali pa kilio. Yesu anakualika katika meza yake. Neema ya Mungu itafunika ule udhaifu. Haleluya! Ni kweli Mephibosheth alikuwa ana miguu, alikuwa ni mlemavu, kutembea ilikuwa ni shida, lakini mfalme ameitana, lazima azindikishwe, hata kama anatembea tu pole pole. Mephibosheth ameitwa na mfalme, na ujue ukiitwa na mfalme lazima uende katika meza yake. Hata kama hapa njiani kuko na kupingwa, lazima sauti ya mfalme itaweza kutiliwa maanani. Haleluya! Yesu ameitana siku ya leo ukaweze kumtazama. Haleluya! Ukaweze kumwangalia, maana ameweza kuitana. Kisoma maandiko katika kitabu cha Zaburi mlango ule wa 100 na mstari wa 5, maandiko inasema aje? Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Haleluya! Kwa kuwa Mungu ni wa neema. Siku ya leo ningependa ukajue na ukaweze kutambua ya kwamba Mungu anakupenda. Hata kama unapitia changamoto gani, bado Mungu ako na kusudi jema juu ya maisha yako. Bado Mungu anakuelewa ukiwa mahali ambapo uliko. Unaonekana ni mtu wa kufinyiliwa, lakini mpendo, nakwambia siku ya leo Mungu anakupenda. Haleluya! Baada ya Mephibosheth kuja katika nyumba ya mfalme Daudi, Daudi anaongea na Ziba, anamwambia ya kwamba kutoka sasa wewe na wafanyikazi wako mtakuwa mnafanya kazi
kwa ajili ya Mefiboshethi. Maana Mefiboshethi alikuwa mtoto wa mfalme, lazima aishi maisha ya kiufalme, lazima akae maisha ya kiwango cha juu, maana yeye ni mtoto wa kiufalme. Na kwa hivyo Ziba anaambiwa, wewe na watumishi wako mtafanya kazi shambani, ili mtoto wa bwana yenu akaweze kupata mema, akaweze kupata matunda. Daudi anaendelea na anasema, urithi ambao ulikuwa ni wa baba yenu Sauli nitaweza kuwapa. Amen. Urithi ambao ulikuwa ni wa baba yenu, babu yenu Sauli, nitaweza kuwarejeshea. Ukipewa sehemu kidogo hapa Nairobi County, maisha yako yatabadilika. Kwa hivyo wakati ule mchanga ulikuwa na dhamani yake. Mchanga ulikuwa ni resource ambayo kila mtu angetamani akaweze kuwa nayo, na kwa maana Mefiboshethi hakuwa na huo mchanga, ndiposa ama ardhi, anaambiwa ya kwamba utaweza kurejeshewa. Daudi anaendelea na anasema, na kutoka sasa utakula katika meza yangu. Amen. Amen. Na kutoka sasa utakula katika meza yangu. Kwa mfalme lazima meza ikaandaliwe, maana ni mfalme ameitana. Unajua mfalme akiitana, hata kama kuna watu wanapinga, lazima waweze kukupa nafasi ili ukaweze kufikia mfalme, maana ameweza kuitana. Haleluya! Mfalme anaitana ukiwa mahali ambapo huko, ili ukaweze kula pamoja naye. Najua tukikaa katika meza imeandaliwa na watu wanakaa chini, napiga picha, namuona Mefiboshethi akikaa karibu na meza ambayo ilikuwa inakaa mfalme, anaikalia tu. Hata kama ni mlemavu, hata kama hachelewi, anaenda anakaa pale katika ile meza, anakaa tu na anatulia. Ukiangalia hili meza ambalo limewekwa juu yetu, kuna kitambaa hiki. Kwa hivyo nikikaa, kama hiki kitambaa kingekuwa kimefunika chini, au ningeweza kuona miguu yangu. Hivyo ndivyo ilivyo wakati neema ya Kristo iko katika maisha yetu. Wakati ambapo maisha yetu hayaendi vizuri, maisha ambapo tunaona kulemewa, wakati ambapo hatujielewi, unaona ni kama mambo yamefika mwisho, neema ya Mungu inaonekana. Sijui kama umeelewa, sijui kama umeelewa, sijui kama umepatanisha. Nasema hivi, wakati Mefiboshethi alikuwa amekaa katika ile meza, alikuwa anakaa katika ile meza, kitambaa cha ile meza kiliweza kufunika miguu yake. Kwa hivyo ulemavu wake haungeonekana. Haleluya! Kushindwa kwako hakutaonekana. Amen. The beauty of the grace of God will cover all your infirmities. Haijalishi ni economically, haijalishi ni spiritually, haijalishi ni kibiashara, wakati neema ya Mungu itakuangukia, hautaonekana wa kulemewa. Haleluya! Haleluya! Hii inamaanisha ya kwamba Mefiboshethi aliweza kurejeshwa. Mefiboshethi alikuwa na kijana mmoja, jina lake alikuwa anaitwa Mika.
Maana ya Mika inamaanisha ya kwamba God scatters shame. God scatters shame. Mungu anaondoa aibu. Haleluya. Ni ombi langu siku ya leo, Mungu akaweze kuondoa kilio, akaweze kuondoa aibu katika maisha yako, katika ndoa yako, katika masomo yako, katika biashara ambayo unaitenda, maana Mungu anaondoa aibu. Maandiko katika kitabu cha Yeremia 29 verse 11, for I know the plans I have for you, says the Lord. Ni mipango ya kuweza kukufanya ukaweze kuendelea. Haleluya. Ili ni neno la kukupa tumaini, ili ni neno la kukufanya ukaendelee. Haleluya. Ukaendelee katika biashara, ukaendelee katika masomo, ukafanikiwe katika ndoa, maana ni neno la urejesho. Haleluya. Siku ya leo ukajua ya kwamba Mungu ni mwaminifu katika angano lake. Hata kama unapitia mambo magani, licha ya kwamba unaonekana ni kama umelemewa, ni kama ujielewi, ukajua ya kwamba Mungu ni mwaminifu katika mambo yote. Haleluya. Ukazidi kumwangalia, ukazidi kumtazamia, ukazidi kumuita, maana yeye ni mwaminifu. Amen. Mungu anakupenda jinsi ambavyo ulivyo. Haijalishi unapitia mambo magani, upendo wake Mwenyezi Mungu ni mkuu katika maisha yetu. Ukijitazama unajiona ni kama Mefiboshethi akiwa Lo-debar. Siku ya leo niko na ujumbe wa kukutia moyo. Hata kama unapitia hayo, mtazamie Mwenyezi Mungu na ataweza kukutenda mema. Haleluya. Urejesho wake Mwenyezi Mungu, tunapomwita utaonekana katika maisha yako. Mungu atakurejeshea afya, Mungu atakurejeshea amani, Mungu atakurejeshea kazi, Mungu atakurejeshea masomo katika jina la Yesu Kristo. Ni kweli unaweza kujitazama na ukaona ni kama hauna mbele hauna nyuma, lakini siku ya leo ukajua ya kwamba Mungu ni Mungu wa urejesho, na ataweza kukurejesha na ataweza kukutenda mema. Mwenyezi Mungu akawabariki na akazidi kuwatenda mema watu wa kikao cha Take Point pamoja na wale ambao tumeweza kuhudhuria. May the Lord show you his beauty, grace. Amen. Ningependa kumwalika